tumeona Waislamu na wananchi kwa ujumla wakishiriki na kushirikiana katika ibada, wakitoa sadaka na kusaidia wenye mahitaji, kiwemo wajane, mayatima na wasiojiweza. Kwa upande wetu tuliita sadaka, lakini kwa wenzetu waliita matendo ya huruma, lakini wote tulifanya kazi hiyo kwa umoja wetu, kwa mioyo yetu, kwa matamanio yetu. Kwa Waislamu, Ramadhani ni mwezi wa kufundishana na kukumbushana uendelezaji wa maadili mema kwetu na vizazi vyetu, kuimarisha subra na nidhamu ya nafsi zetu kwa kujizuia na yale yaliyokatazwa na Mola wetu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani hakikuwa tu kipindi cha toba na ibada, bali ni wakati ambao mioyo yetu inakumbushwa au ilikumbushwa kuonea huruma wenye uhitaji, kusaidiana na kuimarisha mshikamano katika jamii yetu. Kama inavyosema Qur'ani katika sura Al-Baqara aya ya 177, taisema Kiswahili chake, inasema wema sio tu kuelekeza nyuso zetu mashariki au magharibi, bali wema ni imani ya kweli, ni kumwamini Mungu kwamba Mungu yupo, kuamini siku ya Kiyama, kuamini malaika wa Mwenyezi Mungu, kuamini kitabu chake Qur'an tukufu na kuamini mitume yake. Lakini vile vile ni kutoa mali uipendayo kwa jamaa, mayatima, maskini na wenye uhitaji katika mifumo tofauti, aidha sadaka au zaka. Lakini vile vile wema ni kufuata maamrisho yake Mwenyezi Mungu. Hata Biblia au Biblia takatifu katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 aya ya 27 inatueleza kuwa dini safi isiyo na taka mbele ya Mungu ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hiyo ni Biblia. Kiangalia aya mbili hizo zinatuelekeza wote kufanya matendo ya huruma, kupendana, kushikamana na kusaidiana. Hivyo basi sote Waislamu na Wakristo tunao wajibu wa kutekeleza kwa vitendo maamrisho hayo, sio tu nyakati za mwezi mtukufu wa Ramadhani na kipindi cha Kwaresma, bali siku zote ambazo Mwenyezi Mungu ataturuzuku uhai wetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kuwashukuru kwa dhati viongozi wote wa dini nchini kwa mchango mkubwa mnaotoa katika kuimarisha maadili ya jamii yetu na kudumisha mshikamano wa taifa letu. Na hapa ndio unakuja mnasaba wa kauli mbiu ya shughuli yetu hii, kwamba tunapojenga maadili mema basi tunajenga jamii iliyo bora. Viongozi wa dini mmekuwa sauti ya matumaini na mwongozo bora kwa waumini katika nyakati za changamoto za kijamii na kimaadili, kwa kuwafariji waliokata tamaa, kuwatia moyo walio katika dhiki na kuwaongoza watu katika njia ya uadilifu, uvumilivu, kumcha Mungu na kwenye uongofu. Ni ukweli usiofichika kwamba dini inapojenga maadili mema ya jamii, taifa hujenga msingi wa amani na maendeleo yake. Bila hapo, kama hakuna maadili, tukiendelea kuyaachia yale aliyosema Mufti ya kutukanana kwenye social media huko kwenye mitandao, ya kutengeneza AI zinazokashifu viongozi aidha wa serikali au wa dini, watoto wetu wadogo wakiyaona yale wanajifunza, wanayafata, hatutakuwa salama na nchi haitatulia, maendeleo hayatakuwepo kwa sababu kutakuwa kuna vurugu. Hivyo niwaombe viongozi wetu wa dini na madhehebu mbalimbali kuendelea na jukumu hili muhimu la kuwajenga wananchi kiimani na kimaadili kama tulivyoelekezwa na vitabu vyetu, ili tuwe na taifa lenye amani, mshikamano, utulivu na ustahamilivu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho.